Usisahau kusubscribe Bin Kahena TV channel. Walimu wetu wa madrasa wanapitia kipindi kigumu sana, wanadhalilika huko mitaani, wanahangaika. Na sisi Waislamu tumekuwa wagumu sana kuangalia walimu wetu wa madrasa. Na bahati nzuri watu wengi wanapenda kuwapeleka watoto wao kwa walimu wa kike wa madrasa, kwa sababu walimu wa kike wa madrasa wanaonekana wana maadili zaidi. Lakini kabla ule umri wa kuanzia 0 mpaka miaka 5, kabla ajenda shule, na mtoto pale ndo ana learn, ndo anaingiza vitu kwenye kichwa chake. Huyu mama ndo unakuwa naye. Sasa tusipomwandaa mama, maana yake jamii imepotea, na umma leo umepotea kwa sababu hiyo, kwa sababu wakina mama wengi wamepoteza wao wenyewe hata ile hali ya kujua lengo la kuugwa kwao. Tukasema mwalimu wa kike na uchumi endelevu. Kwa hivyo inshallah naomba tufanye mara moja alafu tuendelee. Mwalimu wa kike na uchumi endelevu. Mara mbili tunataka mwalimu wa kike na uchumi endelevu. Naam, alhamdulillah. Hii ni mwalimu wa kike walimu madarasa wanawake ambayo imefanyika tarehe 24 mwezi wa 4 2026 katika ukumbi uliopo makao makuu ma ofisi hii ya TAUZACTA hapa mkoani Morogoro. Na kama jinsi ambavyo unaona, hawa ni wanasemina waliofika katika ukumbi huu, na vile vile lengo kuu la semina hii ni kuwakwamua walimu kiuchumi. Na semina hii ilianza kwa upande wa kina baba, na hivi unapotazama ni upande sasa wa kina mama, na mashaallah mahudhurio yalikuwa mazuri na wageni mbalimbali waliweza kufika katika semina hii. Na mgeni rasmi wa semina hii alikuwa ni kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Idrisa. Na kama jinsi ambavyo unapotazama, na wageni mbalimbali kama vile mlezi wa walimu wa madarasa Tanzania, Sheikh Hamadi Islam, naye pia alikuwepo, na mashaallah amefanya mambo makubwa, na udhamini mkubwa ambao unauona hapa ni yeye ndakafanya kuanzia chakula na mambo mbalimbali, kuwalipa walimu baadhi ya nauli waliotoka katika maeneo mbalimbali kama Tuliani, na kwa ujumla ni Morogoro vijijini pia walikuwepo hapa. Na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu inshallah amlipe khairi shekhe huyu kwa kuweza kufanya jitihada hizi, na ameahidi makubwa kama jinsi ambavyo aliweza kuahidi kwamba atahakikisha tatizo la maustadhi na mazingira magumu waliokuwa nayo inshallah kadiri Allah atakavyomwezesha atapambana kutafuta wahisani mbalimbali na mwenyewe akiwemo, lakini pia kuweza kuhakikisha janga hili la hali ngumu kwa maustadhi linaweza Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa bariki wa sallim. Kwanza nashukuru Allah tabaraka wa taala aliyotujalia akatuwezesha kuweza kuhudhuria katika hadhara hii. Naomba Mwenyezi Mungu kwanza awabariki. Amin. Na sisi ambao tumehudhuria na kubariki. Amin. Na kisha atuongezee nguvu na imani katika nyoyo zetu, tuwe na katika mapenzi ya kuhudhuria vikao kama hivi. Amin. Pili, napenda kushukuru wale walioandaa hadhara kama hii ya wakina mama, ambao wakina mama mimi katika nafsi yangu najua, na nikisoma vitabu kako na makaribisho adhimu. Tunashukuru inshallah. Tunaendelea. Kipengele cha sasa ni utambulisho. Na kabla sijasema utambulisho huu, ndugu wana semina, Mheshimiwa mgeni rasmi
Mheshimiwa Idris Kayera, alhamdulillah, kufanya taswih. Hawa ni wanasemina akina mama kama utangulizi ulivyoanza, lakini pia hawa ni viongozi mbalimbali kutoka taasisi ya ukumbusho wa zaka. Mkono wako wa kushoto, huyo ni mwenyekiti wetu wa taasisi ya ukumbusho wa zaka taifa, Sheikh Umar Mahmud Katura, yeye ndiyo mwenyekiti wetu taifa. Lakini pia upande wako wa kulia ni katibu mkuu wetu Sheikh Kombo, ambaye kwa kweli katibu ambaye anafanya kazi kubwa sana, na imani umeshawahi kutangulia kumfahamu. Lakini pia tunaye mlezi wetu Sheikh Hamadi Islam, yeye ni mlezi wa umoja wa walimu wa madrasa katika taasisi yetu ya ukumbusho wa zaka. Lakini pia anayefuata ni Sheikh Kitunga, yeye ni mwenyekiti wa taasisi ya ukumbusho wa zaka katika mkoa huu wa Morogoro, ambao wewe ndiye unayehudumu katika mkoa mzima. Kwa hivyo ni mwenzako huyu, ni ndugu yako huyu, ni ndugu yako kabisa katika utendaji wa kazi. Naam. Kwa hivyo pamoja na katibu wetu wa wilaya Ustadhi Bene, yeye ndio anahudumu sana katika ngazi hii ya wilaya, lakini kuna viongozi wengi, lakini pia na mimi mwenyewe bila kujisahau, makamu mwenyekiti wa taasisi ya ukumbusho wa zaka, MC mwaminifu na mwadilifu. Karibu sana mheshimiwa. Shukrani. Na wengine wengi, tunaye mkurugenzi wa habari na kina mama wengi ambao ni viongozi katika taasisi. Kwa hivyo tunaendelea. Shukrani. Nafasi hii umekuta tayari tumekushaanza kama ulivyonipa maelekezo, na walilahi alhamdi na mpunga tumeshapiga. Ni imani na wewe utakuwa umekuwekea, sababu ulitupa nafasi la tubonge kwanza menyu. Kwa hiyo menyu kina mama ameshagonga na sisi tumeshagonga menyu, tunaona tunaweza tukasinzia. Kwa hivyo tunaendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwepo wako kwetu sisi kwa kweli ni Rasulullah Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Ama baad, mwenyekiti wa taasisi ya ukumbusho wa zaka taifa Sheikh Umar Mahmud Katura, mlezi wetu wa taasisi Sheikh Ahmad Islam, mgeni wetu rasmi ambaye ameingia muda si mrefu, ndugu wangu kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro, pamoja na viongozi wote ambao mpo katika nafasi zenu, ambao si rahisi wote nikutambueni kwa kutambulisheni, lakini wote mtakuwa tayari mmeshatambulishwa. Kama MC wetu alivyosema, lengo kubwa la leo sisi kukutana katika tarehe hii ya leo, tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2026, ni mwendelezo wa yale ambayo tulikutana tarehe 13 mwezi huu wa 4 mwaka 2026 nyumbani kwa mlezi wetu Sheikh Ahmad Islam, ambapo tulifanya semina kubwa kwa walimu wa madrasa ambao wako chini ya taasisi ya ukumbusho wa zaka Tanzania, na tukapanga inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutafanya tena semina kwa ajili ya kina mama walimu wanawake ambao wanafundisha madrasa mbalimbali na wametoka sehemu mbalimbali nje ya manispaa yetu ya Morogoro. Kuna wengine wametoka Dakawa, wengine wametoka Dumila, wengine wametoka Kiloka, wengine wametoka Mlali, pamoja na sehemu za karibu katika kata zetu hizi Tungi na kadhalika, huko kata zote 29 za manispaa yetu hii ya Morogoro. Basi walimu hawa wametoka. Nini lengo la sisi kukutana katika siku hii ya leo kwa nyinyi walimu akina mama? Lengo letu ni lile la mwendelezo wetu ambao umeanzishwa na mlezi wetu Sheikh Ahmad Islam, kwa kuona walimu wa madrasa maisha yao wanaoishi ni magumu,
Walimu madrasa ndio kimbilio la sisi Waislamu tunapokuwa tumepatwa na matatizo ya aina mbalimbali. Basi wa kwanza wakimbiliwa walimu wa madrasa. Pale mtu anapokuwa amefariki, akifariki mwanamke atatafutwa mwalimu wa kike kwa ajili ya kumwandaa, kumwogesha na kadhalika. Akifariki mwanamume atatafutwa shekhe wa kiume kwa ajili ya kumwandaa sanda na mambo mengine. Hivyo Sheikh Islam hili aliliona baada ya kuwa tumekaa naye kikao katika sisi viongozi wa taasisi ya ukumbusho wa Zaka Tanzania, na yeye kama ni mlezi wetu, akasema fikra zangu mimi nataka jambo la kwanza tuwaunganishe walimu, tufahamu idadi ya walimu wetu wa madrasa katika manispaa yetu hii ya Morogoro watakuwa wangapi. Lakini baada ya kuwa tumepata idadi ya walimu, tutatengeneza database muhimu ya namna gani ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Hivyo kikao cha tarehe 13, fikra ambazo zilizokuwa zimetolewa siku ile pale, baada ya kupata elimu ya ujasiriamali kutoka kwa kada mbalimbali za kifedha kutoka katika benki mbalimbali ambazo walizohudhuria, lakini kubwa zaidi ilikuwa kitu kimoja na kuangalia namna gani tunaweza tukatoka hapa tulipo na tukaenda sehemu ambayo itakuwa ni bora zaidi ya sisi walimu wa madrasa, kwa kushirikiana na taasisi pamoja na wadau mbalimbali ambao watakaoweza kutusaidia kututoa katika safari hii tulionayo na kwenda katika safari nyingine ambayo itakuwa ni bora zaidi, kwa kuwa kazi tunaoifanya ni kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunawafanyia ni jamii yetu, na hata wazo hili tulivyoipeleka kwa mheshimiwa wetu hapa, mgeni wetu rasmi, baada ya kuwa tunakutana naye ofisini kwake, alitupa maoni makubwa mno. Kusema kweli, tulisema kama viongozi wote wa serikali. Maneno ya katibu mkuu wangu hata yanaponyesha hata aliyokuwa na kikohoa. Nimetoka jana na kohoa, lakini kwa maneno haya walillahi alhamd kidogo najisikia faraja. Ndugu wana semina, kila mmoja amemsikia katibu mkuu wa madrasa hata uzakta aje aongee na wana semina ambayo ndio sisi, kwa ajili ya faida nyingi sana, akiwa yeye ndiye mlezi wetu wa taifa katika taasisi yetu hii. Kwa heshima na taadhima, maneno ya katibu mkuu wangu hata yanaponyesha hata aliyokuwa na kikohoa. Nimetoka jana na kohoa, lakini kwa maneno haya walillahi alhamd kidogo najisikia faraja. Ndugu wana semina, kila mmoja amemsikia katibu mkuu wa madrasa hata uzakta aje aongee na wana semina ambayo ndio sisi, kwa ajili ya faida nyingi sana, akiwa yeye ndiye mlezi wetu wa taifa katika taasisi yetu hii. Kwa heshima na taadhima, ndugu zangu Waislamu wenzangu, masheikh wangu, naweza kuwa hapa, waheshimiwa wangu, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu kina mama, leo kwanza tuna furaha kubwa kukutana nanyi. Tarehe 13 mwezi huu wa 4 tulikutana na walimu wa madrasa upande wa kina baba, tukazungumza nao mambo mengi pale nyumbani kwangu Masika, na kitu ambacho tumezingatia zaidi ni kuweka umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Morogoro, na lengo kuu la kupata umoja huo utawasaidia walimu wa madrasa katika masuala yao hasa muhimu yanayowakumba.
Walimu wetu wa madrasa wanapitia kipindi kigumu sana, wanadhalilika na huko mitaani wanahangaika, na sisi Waislamu tumekuwa wagumu sana kuangalia walimu wetu wa madrasa, kwani wanazuoni ndio warisi wa mitume, lakini wanazuoni leo hii wamezalaulika. Na athari kubwa ambayo tutakumbana nayo huko mbele, tunaweza kukosa wanazuoni. Leo hii hata wanafunzi wakiona walimu wao wanavyohangaika, wengi wao wanafundishwa, lakini wanaona hii sio kazi. Iwapo mwalimu wangu anahangaika halipi chochote, tuona hii kama sehemu moja ya kulazimishwa na mzazi, lakini sio sehemu ambayo unaweza nikapata chochote. Sisi Waislamu tuna jukumu kubwa la kuwatizama walimu wetu wa madrasa, lakini pamoja na ndugu zangu watauzaka hawa, wana nafasi pia ya kupita kwenye nyumba za Waislamu, kwanza kujua idadi ya nyumba za Waislamu ziko ngapi. Baada ya hapo kuwahamasisha kwamba kuna eneo labda kuna madrasa, kuna wanafunzi wako kiasi fulani, lakini hizo nyumba ziangaliwe zinaweza zikatoa kiasi gani kila mwezi kwa ajili ya kunusuru hawa walimu wa madrasa. Mimi nadhani kama tutatengeneza mipango mizuri, kila nyumba ya Muislamu ifikiwe na waambiwe kwamba ile pesa inatumika kwa ajili ya nini. Sidhani kama kuna nyumba ya Muislamu itashindwa kutoa 5,000 6,000 kwa mwezi. Hao walimu sawa, wanaweza kusema wao wanaweza wakajikusanya kama kikundi wakalipa labda 3,000 kila mwezi. Kama watafika 100 hapa wanaweza kupata 300,000. Na tutafute watu wa ziada ambao wanaweza wakasema sisi nao tutasaidia kwenye hiko kikundi. Kwamba hao watu wa ziada labda watu 50, basi nasema sisi jamaa tuna support ya walimu kwa mwezi na tutatoa kiasi fulani. Wakiwa na mfuko wao, hata kama itatokea leo hii mwalimu mmoja wa madrasa amepata matatizo, anaumwa, labda anatakiwa apate matibabu ya gharama, atasaidiwa kupitia mfuko huu. Na kuna mambo mengine anaweza kumkumba mwalimu wa madrasa, akapata msiba, akauguliwa na mwanae. Kuna vitu ambavyo vikubwa hata ile ada haiwezi kutosha. Leo hii watoto wanakwenda kwenye madrasa, hata hiyo 3,000 walipi kwa mwezi. Watoto wanasoma madrasa, mzazi anaangalia tu, unafika mwisho wa mwezi 3,000 mzazi anakuwa mgumu. Pamoja na changamoto zote, kweli watu wana changamoto, lakini wazazi wa Kiislamu wengi watakuwa wagumu. Na hatujui sababu yake nini, kwa sababu unakuta mzazi katika masuala mengine anatoa pesa, ila kumlipa mwalimu wa madrasa imekuwa kitu kigumu kwake. Walimu wetu wanafanya kazi katika kipindi kigumu sana, lakini mimi nawaambia na naomba muendelee na moyo huu, Allah atawalipeni. Amen. Msikate tamaa, inawezekana katika mojawapo ujira mkubwa mtakaopata ni huo. Msikate tamaa kusema hatulipi basi sisi tususe tusifumishe. Na nyie kina mama pia ndio mmekuwa viongozi wa familia, tunawategemea sana hasa kwenye majumba yetu. Nyie ndio mtakaoangalia watoto na kuwapa mafundisho mema. Tunaombeni msikate tamaa na muendelee na jukumu hilo. Basi mimi nadhani sina zaidi ya kuongea. Sisi tutajipanga na wenzangu tuangalie kitu gani cha kufanya katika kutatua hizi changamoto. Asalamu alaykum. Mwalimu wa Safina Women Bi Khadija Kimindu aje asome risala kwa heshima yako, uyapime yale ambayo atakayoyaeleza tukiwa kwenye semina hii adhimu. Na wewe mwenyewe Muislamu kwanza, mwana falsafa, mbobezi, mwadilifu, unayejali watu, lakini zaidi ya hapo unaipenda taasisi ya ukumbusho wa zaka. Ndio maana umeacha mengi. Wakati tunawasiliana nilielewa tu kwamba uko kwenye majukumu mazito, lakini si kwamba umeyamaliza. Umeacha kwa ajili ya heshima hii, kwa kimbilia kina Sheikh Kombo, kina mwenyekiti wetu mzee Omar Katura, pamoja na sisi sote. Wallahi tunasema Mwenyezi Mungu akujalie sana. Bi Khadija, nafasi hii ni ya kwako.
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Risala ya mgeni rasmi Mheshimiwa Idrisa Kayera, kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro, katika semina ya walimu wa madrasa wanawake walio chini ya taasisi ya ukumbusho wa Zakat Tanzania TAUZACTA leo tarehe 24 mwezi wa 4 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uzima wa afya njema kuweza kuhudhuria katika semina hii ya walimu wa madrasa wanawake. La pili, kushukuru wewe binafsi mgeni rasmi kwa kukubali wito wetu wa kuwa mgeni rasmi. Lengo kubwa la semina hii ni kutuunganisha pamoja sisi walimu wa madrasa wanawake ambao tupo chini ya taasisi ya ukumbusho wa Zakat Tanzania TAUZACTA kuwa kitu kimoja kwa ajili ya kuendeleza kutoa elimu ya dini katika madrasa zetu. Ombi letu kwako, sisi kama walimu wa madrasa wanawake ndio walezi wa familia zetu pamoja na wanafunzi tunaowafundisha watoto wadogo, wakati na watu wazima. Tatizo kubwa linalotukabili ni sehemu za kufundishia. Madrasa nyingi zipo ubavuni mwa nyumba za watu. Hivyo tunaomba mheshimiwa, maeneo kwa ajili ya ujenzi wa madrasa zenye hadhi ya Kiislamu kwa kuwa na shule kubwa ya Kiislamu kwa ajili ya wanawake. Ombi lingine, suala zima la uchumi. Baadhi yetu walimu tumejiunga na kusajili vikundi vya ujasiriamali kama vile ushonaji, utengenezaji wa sabuni, batiki, usindikaji wa vyakula na utengenezaji wa mafuta ya kupaka. Lakini changamoto yetu kubwa ni vifaa kama vile vyerehani vya ushona na kudarizi, pamoja na gharama za ununuzi wa malighafi na material ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Mwisho kabisa, tunapenda kukushukuru tena kwa ujio wako na kukubali kuwa mgeni rasmi. Naomba kuwasilisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujumbe mfupi wa risala hii kwa mgeni rasmi katika semina hii tukufu, lakini ujumbe wenye maana. Tuambiwa khairul umur ma dalla wa qal. Mambo mazuri au bora wa mambo ni yale mambo yanakuwa machache lakini yakajulikanwa, yakafahamika. Na sisi mwalimu tumekuelewa kwa niaba ya semina hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, MC nimesimama hapa lakini nikiwa makamu mwenyekiti wa taasisi ya ukumbusho wa Zaka. Tunatia mtihani, tutaka kidogo sauti ya mgeni ipae, lakini ndio hivyo, sauti yake kinanda. Kwa heshima kabisa na kuomba usimame taratibu, uje ongee na hadhira hii na semina hii ili kusudi watu tuweze kunufaika. Karibu sana. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Kwanza napenda sana kuwapongeza viongozi wetu, mwenyekiti wa TAUZACTA Sheikh Omar Katura, katibu ndugu yangu Sheikh Kombo, pacha wangu hapa Sheikh Kitunga, nawapongeza na wengine wote waliohusika kwenye shughuli hii. Lakini zaidi ya hapo, nawapongeza wakina mama ambao nao wamefika kwenye shughuli hii. Swala hili la semina ni jambo zuri sana, na bahati mbaya, bahati nzuri, inawezekana sio wote walishaoitwa kwenye semina kama hii. Eti wakina mama, nadhani wengine ni mara yao ya kwanza. Kwa hiyo ni jambo zuri. Inawezekana ukaona mazingira bado sio yale ambayo unategemea, lakini sio kwanza. Kitu
Kitu chochote kinaanza chini kinapanda juu. Nakumbuka mimi mara ya kwanza nilienda kwenye semina ya Kiislamu, tuliitwa kwenye eneo panaitwa Geza Ulole, Dar es Salaam. Hapo tulikutanishwa wanafunzi wote ambao tulikuwa tunasoma, wanafunzi wa Kiislamu tulikuwa tunasoma vyuo vikuu vya ardhi, vyuo vikuu vya Dar es Salaam na chuo kikuu cha Muhimbili. Kimsingi ile semina imeacha alama kubwa sana mioyoni mwetu. Naamini hata hii semina ya leo inatakiwa itumike hivyo hivyo, iache alama kubwa, kwa sababu leo tumeweza kukutana watu wa maeneo tofauti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli sina kitu cha kucomment kwa sababu ni raha juu ya raha. Mwalimu wa kike, mwalimu wa kike na utulivu. Mgeni rasmi hoye! Tunakushukuru kwa hotuba yako, na Mwenyezi Mungu inshallah kujalia kulipe wewe na familia yako, sababu yote hayo huyafanya wewe mwenyewe, kwa sababu kuna mtu kule Kinyerezi ambaye ana monitor kila jambo. Na imani kila kukicha nasema ya Rabbi itunze familia yako. Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi mezani, kwa kweli tunakwenda tuko mwishoni kabisa mwa jambo. Kipengele kilichopo hapa, Sheikh Abedi Mlapakolo, tafadhali mashukura kidogo, simama kwa salamu, halafu utakuwa na nafasi yako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nichukue fursa hii kumshukuru Allah kwa kuniwezesha mimi na nyinyi kukutana jioni ya leo kwa lengo la kutathmini na kuangalia namna gani tunaipeleka mbele dini yetu. Nimefika, nashukuru kwamba nimeikuta speech ya mgeni rasmi, kamishna wetu wa ardhi wa kanda yetu hii. Kwa kweli nimefarijika sana. Nimekuta mkiani, lakini umkia umenona, sijui kule kichwani kukoje. Naamini kabisa kule kulikoanza mwanzo kulikuwa vitu vingi amefunga, lakini amejaribu kutoa solution ya mambo mengi, kwa sababu tatizo letu kubwa sisi ni uchumi, na uchumi huwezi kuondokana nao mpaka utafute minzi za kutengeneza uchumi, tena usio uchumi wa kudandia sustainable, uchumi endelevu ambao utakuwa sasa mna zile source of income ambazo zinaendelea. Lakini uchumi kama uchumi ni sisi wenyewe, hii kidogo kidogo. Hata wale wanaotaka kufadhili mlezi hapa, na mimi tunazungumza vitu vingi sana, wanataka kuona nyinyi wenyewe efforts zenu, juhudi zenu, mmejipangaje, mnaonyesha nini. Lakini leo tunazungumza na kina mama, historia ya ulimwengu huu na historia ya dini inaonyesha wakina mama ndo watu wa mwanzo katika kupambania dini. Nyinyi wote mnafahamu kwamba Mtume SAW alipokuwa akitoka Jabal Pela kule, baada ya kukamuliwa na kutingishwa, anarudi kwa Bi Khadija. Bi Khadija ndio alikuwa akimuencourage, bwana, hii wewe uko sahihi na hili liko. Na Bi Khadija alipambana kwa hali na mali kuhakikisha ndio Muislamu wa kwanza, maana baada ya Mtume SAW kupata wahi, mtu wa kwanza kumthibitisha alikuwa Bi Khadija. Bi Khadija mwanamke. Kwa hivyo mwanamke hana unyonge katika dunia hii. Lakini nenda katika kisa cha Nabii Adam, baba yetu Adam, ushawishi utoka kwa nani? Mwanamke. Kwa hiyo mna power ya kushawishi pia. Lakini njoo kwa Nabii Ibrahim, mpaka anakwenda kumwacha Bi Hajira na Ismaili pale Baka, wakati huo sasa hivi Maka jangwani, hakuna maji, hakuna nini, na Ibrahim anaondoka. Mama Hajira anamuuliza, bwana, hii kutuacha hapa wewe ni mipango yako mwenyewe au Mola wako ndo kakusudia hivi? Ibrahim manake mchozo unataka kumtoka, lakini tukashaambiwa hakuna maji, hakuna chakula, hakuna jangwani. Na kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu kamwacha bana. Bi Hajira alipomwambia tu, bwana, hii ni amri ya Mola wangu, Bi Hajira alikuwa mtu wa kwanza kulikubali hilo. Na leo sisi wote tunakukuruka hapa, kila mmoja ana hamu aende katika ardhi ile tukufu akaone yaliyopo pale, na ni maeneo yenye neema kubwa. Ukijaliwa kuingia pale, hata kama umekwenda na stress zako za dunia nzima, mji ule hauna stress.
hauna kabisa, upati stress siku zote utakazokaa mpaka ukitoka. Ukifika huku kwenu ndio unaanza sasa na kukumbana na matatizo yako. الله كلثوم اروح لمين؟ كلمة ونظرة عين والاسم شكرا. ينصفني منك ينصفني منك. الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ تحم قلبي. وايه الحضور ده؟ هتمشي واحد من غير وشوشه والنبي ها؟ لا لا لا. طيب انا عايزه كم اقول منايه يدوم هنايا ها؟ طبعا هنايا ها؟ طبعا طبعا. طب على فكره انا في يوم اشتغلت وغنيت في عيد ميلاد الاستاذه الكبيره سميره سعيد. يا حبيبتي. والتاني الفنان والأستاذ ملحم زين شارك معايا بسهرة في المغرب في مدينة مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي بيري بنت عيدي، أتعلم في مدرسة السفينة الإسلامية تقع في mji mpya وقفتولية في عذرة تقوم تحت Ustadhi Kombo Ibn Hussein. Mimi nimejifunza hapa katika madrasa Safina Islamic Center nikiwa toka mdogo mpaka hivi sasa nimekuwa mwalimu. Nawafundisha kina mama wenzangu na pia kuna watoto wa Kiarabu ambao nawafundisha huko. Katika semina ya leo kwanza nimefarijika kwa sababu sijawahi kukaa kwenye semina ya walimu tukafafanuliwa na kupevuliwa kiakili na kupata maendeleo kwa ajili ya baadaye. Nimejifunza kwa sisi walimu ambao tuko katika hali ya chini ili tujikwamue kiuchumi kwa kuendelea kimaisha yetu sisi na familia zetu. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunatoa wito gani kwa walimu wa madrasa wanawake ambao hawajafika katika semina hii? Mimi nilikuwa natoa wito kwa walimu wenzetu wa madrasa wa kike wasijiweke nyuma kwa kujiona kwamba hawawezi. Hapana, hilo neno walifute,
kwamba sisi wanawake tunaweza, isipokuwa tu kwa uoga wetu ndipo tunarudi nyuma. Mimi kwa naomba, natoa wito kwa wakina mama, walimu wa akina mama, wanawake wenzetu kwamba waje wachukue fomu, wajaze, walipie, basi mambo mengine yaendelee katika kujikwamua kimaisha yetu. Shukrani sana.